limeandaliwa, ndoa ya kimya kimya ila inapotea. Na wakina dada wanaongea, wanataka muziki naona nakosea. Wanataka matarumbeta, muziki upigwe kwa wingi mpaka kukesha. Wazazi wanaeleweshwa, ila wataki muziki, wanachotaka wazazi. Ndoa ya kimya kimya, ndoa ya kimya kimya, ni fulu mazima. Kuna mjomba, nimewaita hapa kwa jambo moja tu, kuhusu shughuli ya kaka yenu. Tunasema nyumba hii haina shughuli, haina mkole, haina chochote. Mimi ndo mwenye amri ya mwisho, na mimi ndo mama yenu. Yule amenyonya ziwa hili, mnanielewa? Mna mama kunizidi mimi? Kwa nini mnawadharau wazazi wenu? Kwa nini? Sasa niwaambie, mwanzo leo na mwisho leo. Mjomba, yana afadhali umeliona hili. Unaona hao wanadharau, bora tu umeingilia mjomba. Hebu kwanza ngoja niwakalieni vizuri. Hivi mjomba, umepanda gari, umetoka kijijini kwenu, umekuja hapa unapita na kikao chenyewe kuongelea habari hivi. Sikiliza nikwambie mjomba. Hatutaki chokochoko kwenye familia yetu, naomba utuache. Hivi wewe mjomba kweli wa kututa sisi kuongelea habari hizo? Mimi nilijua unakuja hapa unasema ngoja nikawaunge mkono wale wanangu watoto wa mjini, maana sisi ndio watoto wa mjini. Watoto wa 2000, watoto wenye rangi zetu, watoto tunatamba mtoto watu wenye mashughuli yetu. Leo unakuja unakopa upande nao, kisa nini? Unahisi nini au unafikiria kitu gani? Unachohisi wewe labda utambue utoe mchango. Hatutaki mchango wako mjomba. Hata mama hatutaki atugaie mchango. Hata baba hatutaki atugaie mchango. Mchango sisi wenyewe ndio tutalili nao. Kwa sababu sisi tunakatisha sare. Tutauza sare, watu hapa watapika, kutalika. Hata wewe mwenyewe utabeba mchele mjomba, naomba utuache, hatutaki utuingilie. Kelele! Wewe kuja kuniambia maneno kama haya mimi? Nakuuliza wewe kuniambia mimi maneno hayo? Mdogo tulia. Kaongea huyo, sasa naongea mimi adui kubwa la maadui. Wao usituletee shebele nyumbani kwetu wewe. Usitupangie kabisa, tumeshasema shughuli tunayo na tunatamba nayo. Unapotaka na sisi tunataka mdogo. Wewe una udugu na sisi. Ndugu yako wewe ni yule mama yetu, ndo dada yako, sio sisi. Na ndio maana akasema kwa mjomba hakuna yaani lolote linawezekana. Sasa ukinitaka tunaenda kwa mashehe mjomba, tunaoana, mambo safi tu. Tulia uje uone wewe tunafanyaje shughuli. Muone kwanza na mkeo alivyotoa macho. Unashangaa nini ndugu wangu? Kuna vigeni hapa? Kuna vipya? Jiandae kwa sare, jambo nalo anatamba nalo. Upo? Nataka nimuonyeshe mjomba mambo ya hapa. Mjomba nitakukamatia bebe. Na shoga yangu huyu anaitwa Winnie. Dem kutoka Chamanzi, mwanamke mwenye miuno yake. Wewe tulia uje uone shughuli inavyofanywa wewe. Usinivunjie heshima. Unanielewa? Tena niwaambie nyumba hii, kama nyinyi wanawake fanyeni. Wewe unapotaka na sisi tunataka bwana wewe. Tumekujibu Kiislamu na tuletea Ukristo vipi? Hapa si ndo tuogopi dudu wala mende. Yaani wewe unapotaka na sisi tunataka. Shughuli tunayo tunatamba nayo. Hapa kwetu usitupangie wewe. Tena nitakakwambia mjomba, siku leo nakuja na rafiki yangu anaitwa Mwajumba Mbandandu huyo. Mama hapa tu. Saula mama Saula. Saula mama Saula. Mjomba akitaka Saula. Ni pumbavu. Tukini zenu hapa. Toka na tu. Mambo ya kupigana hapa kama mimi nakuongea bwana, sisi tunamla kupigana. Subiri uone mjomba. Ai, subiri uone. Na wakina dada wanaongea, wanataka muziki naona nakosea. Wanataka Nakwambia ndugu yangu, nashukuru nilivyokukuta. Maana huko nje ninapotembea ninamwambia mwanangu hivyo, mako mdogo sijui yupo, maana mtu wa mahangaiko, naweza tukapoteza muda tukana pale kwake tusimkute. Yote Mungu heri ndugu yangu nilivyokukuta. Shoga yangu nimekuja ndaka unioshee maelezo. Kuna habari ninazisikia katika familia ile yenye laana. Ninayosikia ni ya kweli, maana unaambiwa uhakikishe ndipo uyafikishe. Nikasema wacha nimfuate mdogo. Udugu nao na ninatamba nao. Shoga anataka unioshee maelezo. Ninasikia katika ile familia kuna shughuli. Na kama unavyojua Shani mwanake kundi mwenzetu. Kwenye msiba yupo, kwenye mashughuli yupo, na mchango wake wala sio mkubwa, ni mdogo, lakini unaweza ukatoa ile mchango ukazama, shughuli ikawepo au isiwepo. Je, mdogo wangu,
Shughuli ipo na wewe unaijua. Shughuli ipo, lakini shughuli ina utata. Utata tena? Abduli hataki sherehe, ila wale ndugu zake ndio wanataka sherehe. Umo. Mimi mwenyewe tongea shule niko nasikia katika ile familia kuna shughuli, ila wewe mwenye shughuli, wewe mwenye jambo lake, huyo lelelele huyo anataka shughuli yake ifanye kimya, ila dada zake wale Bisankwido ndo anataka mama aweke matarumbeta, mabembati, miziki. Yaani ule mzee kala sawa. Wenzake anaza hata na za mikokoti. Mtoto naye wanaeka jamani. Haya udugu wangu ninarudi kwako. Tunafanyaje kwenye swala zima la michango? Maana kama unavyojua shoga yangu nina kiala changu cha akiba hapa nimekiaka, lakini nikasema hichi nikifika nacho nyumbani ninafanya mahesabu yangu mengine. Naenda kwa udugu wangu tukakutana nafanya kwa swala mchango. Kuhusu mchango mimi nitatoa, lakini nataka niwe mtu wa mwisho. Maana shughuli haieleweki. Abduli hataki sherehe, ndugu zake wanataka sherehe. Aya, hela yangu ikienda, mama, iko elfu 10 na chokolate huko. Nakuletea soda, weka ndani, watu tujimwaimwai. Haki ya Mungu, ile familia inalana. Ile familia inatia aibu. Yaani kama ingekuwa vifaranga, basi kungula angekuja angevibeba vyote. Tusingewaona pale mtaani. Mbona mwe pole? Ndo majirani zetu hao. Yaani mzee Kapo, ninashukuru nilivyokuona. Nilikuwa nawaza nitakutafutia wapi, maana mume wa mtu. Usije mtu kamtafuta na mambo yako mengine yakaja kwa mambo tofauti na alivyokuwa mtu na yakusudia. Bwana Kapo, nimekuita hapa nina mambo nataka nikwambie. Na pia uninyoshie maelezo. Wale watoto wakati nipo kwa mzee Chela nilisikia kelele kuhusu wale wanao. Hivi wale ni kweli ni watoto wako? Maana watoto mbona hawana adabu? Watoto hawana hekima. Watoto hawaogopi mkubwa wala mdogo. Hawaogopi dudu wala mende. Kapo, ina maana ni kweli wale ni watoto wako? Mbona wanatia aibu hapa mtaani? Kwanza mimi nashukuru. Umeona thamani yangu na umeamua kuniuliza. Ni kweli wale watoto wa dada yangu. Mimi mama yao wale na mimi baba mmoja, mama mmoja. Lakini wale watoto hawana adabu. Na yote yale kwa sababu ya dada yangu mimi kawalea vibaya. Mimi simlaumu shemeji yangu. Watoto wa kike wanalelewa na mama. Si unanielewa? Lakini nikuhakikishie mimi wale nitawanyoosha. Kila mtu atakaye kwenye mstari. Ninakuelewa vizuri na ninakusikiliza. Hicho kipande cha kunyoosha naomba ukitendee haki. La sivyo watoto watazidi kukutia aibu na watachakaa pale majumbani kwao. Kwa sababu miendo wanaenda nayo wasifikiri kila mtu anamweza. Maana mwingine anamshtakia Allah, mwingine anamshtakia Mungu. La sivyo wale watoto utakosa mwana na maji ya moto. Watoto sio, watoto wanatia aibu. Naomba usimame nafasi ya umama. Siku zote katika maisha mjomba naye ni mama japokuwa hana maziwa. Na tembo ashitoge mkonga wake. Hebu simama kama mjomba. Onyesha misimamo yako. Wewe ni mwanaume. Simama kama mwanaume. Watazidi kukutia aibu wale watoto. Na katika familia wanaoharibu ile familia ni watoto hawa wawili. Habiba kitimtimu na Shani. Hapana, wale watoto utachakaa nao pale nyumbani kwako. Kama hujatafutia mipugupugu, hakuna atakaenda kutoka gari kwa mtu. Na kuahidi bila kukosa njoo siku hiyo shughuli. Wale si wanasema wanaleta ngoma pale? Na mimi nitakuja pale. Uone sasa kitu kitachowakuta. Yaani Kapo utaja hiyo shughuli. Yaani siku hiyo nitakuwa niko live. Niko lele wanakwambia yaliyomo yamo. Kama wanavyojua siawezi mambo yake Buza nzima. Anajulikana siawezi kwenye vigoma ndo mwenyewe fundo wa viuno wa Buza. Yaani sikobona sikosi nitakopo kama tuiniwani. Kwenye kesi ninasikiliza mjambo anaporekebisha wanao na kwenye kigoma na mimi nimo. Yaani ukiweka nimo. Yaani wewe utanifurahisha. Lakini vipi? Unashirikiana na? Unaunga mkono, si ndio? Naunga mkono vipi? Mimi nimekwambia shughuli ndo pambe yangu. Ninapenda shughuli kuliko kula. Kali na mimi wapi na wapi? Nimekwambia nitasimama kama mlingoti. Huku nipo na huku nipo. Kitakachonileta hasa Kigoma. Nakielewa kibaya mno. Vipi? Umeolewa? Jamani. Sijaolewa. Basi siji na mke wangu. Nitakuja peke yangu ili tucheze wote.
Karibu. Na wakina dada wanaongea, wanataka muziki, naona nakosea. Wanataka hapa, lengo kubwa ni kukuomba samahani. Nilikuwa naomba samahani shangazi yangu. Uisamani siombi mimi tu peke yangu, naomba mimi mpaka na ndugu zangu wote, naomba utusamee. Japokuwa huyu mdogo wangu hajaongea kitu kibaya, mimi na Shani ndio tumeongea maneno mabaya, tumemkorofisha mjomba, siku ile katoka pale amekasirika. Lakini shangazi, ilikuwa sio lengo letu kujibu vile. Wewe shangazi mwenyewe unajua shangazi yangu, maisha ya mjini, shughuli za mjini ni hela. Ili jambo la Abduli sisi kwetu ndio zaka tufanye ndio chansi shangazi, ili mradi tupate sisi kurudishiwa vitu vyetu. Unavyotuona pa mimi na Shani nyumbani hapa pakaliki, kila siku kukata sare za watu, kupeleka mizigo. Kwa lengo letu sisi lilikuwa ni moja tu, tuungane wote kama familia ili sisi tupate kurudishiwa vitu vyetu. Na siku ile mjomba kumjibu vile, yani alijichanganya kidogo tu, kaingia kwenye mfumo wa mambo yetu sisi ya hela, maana yake shughuli ni hela. Shangazi, na kuomba unisamee na pia ukamfikishie mjomba ili neno kwamba tumeomba sisi samahani, tumejua tulipokosea. Ndio maana tukamjibu vile, kwa sababu kaingia kwenye mada za hela. Maana yake mambo ya shule sasa hivi shangazi ni ya hela. Sawa mwanangu, nimekusikia. Sasa samahani hii na naomba mimi au nifikishe jingo kwa mzee Kapu? Shangazi, mpaka udabiba hapa anajingatangata. Ni dhahiri kabisa kwamba wanajutia makosa yao yaliyofanya. Na siku zote shangazi, mtoto akiumia mkono usiukate, wahenga wanasema. Kwa mimi nachukua mashangazi yangu, uwasamee tu shangazi, yaishe. Sawa, mimi kuanzia leo nimekusamee na tena kwamba mume wangu akusamee. Ila hiyo tabia isirudie tena. Mimi siwezi kurudia. Yaani siwezi kurudia kabisa. Mimi mjomba namheshimu. Kama alivyosema mjomba ni mama. Mama yetu anaweza akatangulia mbele za haki, maisha tuyaelewa tukaja huko kijijini. Jamani, na yani nitashukuru sana. Basi sawa, mimi nitaongea na mume wangu. Haya sawa. Mke wangu Shamsa, nataka nikwambie jambo moja. Ndio nao. Katika dunia sijawahi kuona mwanamke mzuri kama wewe. Na sitategemea kutafuta mwanamke mwingine. Naona faraja sana watu wanavinionea gere. Na mwanamke mzuri sana. Na maisha yangu nimechagua wewe mpaka kuzikana. Na niombe sana, nitapokwaza nisamehe sana. Kuna changamoto yoyote ndani ya nyumba yetu? Kwanza mume wangu nashukuru kwa kunisifia. Asante sana, tuko pamoja. Kwa hilo ndo shaka. Changamoto ilikuwa hapa mume wangu, watoto wamekuja hapa mmoja kuomba msamaha. Na mimi nimekaa nikalifikiria, nikasema kwa nini tusiwasamee mume wangu watoto? Sasa mimaka ametoka kule amekuja hapa, na maana anania kabisa moyoni ya kutaka kuomba msamaha. Wamejua kosa lilotenda. Mimi sina chuki na mtu. Ndio. Na wala sijakasirika. Kwa sababu watoto wao ndio wajibu wao kututukana, kutudharau. Wenyewe wanajiita watoto wa 2000. Basi waache tu, kwani shida ipo hapo? Sasa mume wangu, huo msamaha umewasamea kutoka moyoni ama mdomoni? Mbona kama una kisasi hivi na watoto? Mke wangu cheupe, unajua wewe ni mweupe. Lakini hebu fikiria walivyokuja wale watoto. Fikiria walivyotunanga. Fikiria walivyokuwa wanakata viuno mbele yangu. Mimi ni mama, hawana uwezo wa kunikatia mimi viuno wale. Leo unaombaje msamaha wale? Sawa, mimi sina shida na wao, na mimi nishawasamehe. Lakini tutakutana siku ya mwisho. Sawa, nashukuru mume wangu kwa kuwasamehe. Sawa? Sawa. Wazazi washakubali ndoa ipite kimya kimya, ila bado wanataka kuishi. Kweli ni hatari, imevuja jiji zima. Dada zangu wanataka matarumbeta, muziki upigwe kwa wingi mpaka kukesha. Wazazi wanaeleweshwa, ila wataki muziki, wanachotaka wazazi.